muhimu kwa jiji letu la Dar es Salaam. Ni siku ambayo kimsingi ina tafsiri mwelekeo mpya katika swala la utunzaji wa mazingira, lakini ni siku ambayo kimsingi inatoa dira katika eneo hilo la mazingira. Tumezindua siku mbili muhimu za mafunzo na warsha kwa wataalamu na watunga sera na sheria kwenye eneo la mazingira. Sasa yapo mambo kadhaa ambayo kimsingi sisi kama jiji la Dar es Salaam yanatuhusu moja kwa moja. Moja ni utunzaji wa mazingira wenyewe, lakini mbili, kuhakikisha mazingira haya tunayotunza yanakuwa ni endelevu, kwa maana kutunza viumbe hai pamoja na sisi binadamu. Sasa ipo mipango kadhaa. Mtaona mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam amezindua mpango kazi ambao kimsingi utakuwa ni mwongozo katika swala hili. Sasa kwenye mpango huo yapo mambo muhimu. La kwanza ni kuona fursa za kimazingira kwa maana ya taka na kuhusianisha na masuala ya uzalishaji wa umeme, energy. Lakini la pili, mpango huo unatusaidia sasa kwenda kuondosha taka na kulinda mazingira yetu kwa maana ya makazi, lakini upande wa pili kwenye maeneo ambayo shughuli za binadamu zinafanyika, kwa mfano kwenye masoko. Sasa utaona kwamba kikao cha leo kilikuwa kimejikita kwenye masuala haya. Lakini kwa kifupi niseme kwa jiji la Dar es Salaam uondoshaji wa taka kwa siku ni tani 4,600. Lakini uzalishaji wa taka ni mkubwa zaidi ya hapo. Sasa mpango huu na mwelekeo huu ambao kimsingi ni mwelekeo wa serikali unasaidia sasa kwenda kubalance au kwenda kuhusianisha uzalishaji na uondoshaji wa taka. Na katika eneo hilo ndugu waandishi wa habari, mipango ipo. Uzalishaji wa taka ni lazima sasa to transform taka zetu ziwe rasilimali, kwamba twende tukazalishe taka lakini mwisho wa siku ziwe na faida. Na wakati wa uwasilishaji nadhani mlisikia mstahiki meya anasema kwamba upo mpango ambao kimsingi yeye anao, ni ndoto yake kwamba kuanza kutengeneza ajira kwa vijana, na eneo ambalo kimsingi alikuwa amelilenga ni hilo, kwamba vijana hawa kwenye eneo la taka watapata ajira. Lakini la pili ni taka kibiashara kwa maana ya rasilimali. Katika eneo hilo tumejipanga vizuri sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam. Kwanza kuwa na mpango wa uzalishaji wa carbon, hewa ya carbon. Hii ni biashara kubwa ambayo kimsingi kwa jiji la Dar es Salaam, kama tunakwenda kuwekeza kwa kuzingatia mpango ambao tumeuzindua leo, umezindua na mstahiki meya, utatusaidia katika kuongeza mapato. Na kingine ni kwamba ili tutekeleze mpango huu, mmeona washiriki mbalimbali kutoka ofisi ya waziri mkuu, watu wa mazingira na taasisi nyingine, lakini na wadau ambao kimsingi ni taasisi binafsi kwa maana ya non-government organizations, wamekuja kushiriki lakini kuwa sehemu ya mpango huu. Kwa tunaamini mpango ambao unaandaliwa Dar es Salaam Climate Action Plan wa 2020-2050 kwa ushirikiano wa wadau na serikali yenyewe pamoja na sisi halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, lakini na manispaa zingine, tunaamini tunakwenda kufanya vizuri, tunakwenda kuitransform, tunakwenda kuibadili Dar es Salaam na kuwa safi. Asante sana.